Mimi kwa majina naitwa Kefas Samuel Sima, ni meneja mauzo wa kampuni ya OCP Tanzania Limited. Tumeandaa warsha kwa mawakala wa pembejeo za kilimo kwa mkoa wa Njombe. Warsha hii inalenga kutoa elimu sahihi juu ya matumizi ya mbolea. Ni aina gani ya mbolea inapaswa kutumika kwa zao gani, na kwa wakati gani, na kwa kiwango gani. Unaweza kuwa na mbolea, lakini kama utatumia mbolea kwa usahihi, unaweza usipate tija ambayo tunatarajia sisi uipate. Hilo ndio lengo kubwa la kuwa na semina hii. Mawakala kwanza wamepitishwa kwenye mazao makuu yanayolimwa Njombe, aina za mbolea zinazopatikana Tanzania kwa ujumla, na aina za mbolea zinazopatikana kutoka kampuni ya OCP, na kazi ya kila mbolea, itumike wakati gani, kwa kiasi gani, na kiwango gani. Hilo ndio lengo kubwa na kazi kubwa iliyofanywa katika semina hii. Kwanza, sio mara ya kwanza kufanya mafunzo haya, ni mafunzo endelevu, na nia kubwa ni kuona namna gani mawakala wetu wanaweza wakawasaidia wakulima, kwa sababu kumekuwa kuna mazoea sasa ambayo yamekuwa ni makubwa. Wakulima wanapata ushauri kutoka kwa mawakala, lakini mawakala walio wengi sio lazima wawe watu ambao wamebobea katika kilimo. Kwa hapo ndani tunao wanasheria, tunao wahasibu, tunao walimu, lakini wanajihusisha na shughuli za kilimo. Kwa ni sehemu tu ya mkakati wa kuhakikisha kwamba angalau nao wanapata elimu ya kuweza kuwashauri wakulima pale wanapokwenda kuomba ushauri kwao, ili waweze kutumia pembejeo zilizopo na waweze kupata tija ambayo wanatarajia kuipata. Matumizi ya pembejeo kwa mkoa wa Njombe kwa maana ya idadi, matumizi ni makubwa sana, lakini changamoto kubwa iliyopo ni matumizi sahihi ya mbolea. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuwaelekeza sasa. Kwa mfano, kama ni zao la viazi, tumeweka msisitizo wanapoanza waanze na mbolea ya kupandia pamoja na mbolea ya MOP. Mbolea ya MOP ni mbolea ambayo ina kirutubisho cha potassium. Udongo wa Njombe potassium ni shida kubwa sana, lakini haitumiki. Na kwa sababu haitumiki, tusitarajie kwamba tutapata tija tu kwa kutumia mbolea ya aina ya pandia kama TSP. Kwa tunatarajia kama watatumia TSP, basi watumie na MOP katika hatua ya kupandia. Lakini utaratibu uliopo sasa hivi, wanapopandia wanatumia mbolea yenye nitrogen na phosphorus. Tunawaambia kwamba watumie mbolea zenye phosphorus ya kutosha, lakini pia yenye potassium ya kutosha. Nitrogen kwa maana ya mbolea ni muhimu sana katika mmea, lakini wanatakiwa waiweke tu katika wakati sahihi. Na wakati sahihi kwa zao kama la viazi ni siku 14 baada ya viazi kuota, ndipo wanatakiwa waweke mbolea za nitrogen. Sasa kinachotokea hapa sasa hivi, wanaweka mbolea nyingi za nitrogen wakati wa kupandia, wakati kipindi hicho kiazi hakihitaji mbolea, hakihitaji nitrogen nyingi. Kwa hiyo ni watumiaji wazuri wa mbolea, wanachokosa ni timing. Wakati gani watumie mbolea ipi na wakati gani watumie mbolea ipi. Hilo ndio gepu kubwa ambalo tumeiona, na gepu jingine ambalo tumeliona ni kwamba mawakala wetu pia walikuwa hawana elimu hiyo. Kwa hiyo ni zoezi endelevu, na ndio maana kampuni ya OCP imeweza kufacilitate tu, lakini ninyi wenyewe mnaona waongeaji ni Wizara ya Kilimo kupitia TARI, ili ile taaluma kubwa walionayo watu wa utafiti waweze kuipeleka kwa wakulima, sasa waweze kuipeleka kwa mawakala ikafanye kazi.
Badala yake na ni changamoto ya muda mrefu, taarifa nyingi nzuri zimekaa kwenye makabati, hazifiki kwa wakulima. Kwa hiyo sisi tuna facilitate tu ili hilo liweze kufanyika. Asanteni sana.